leo hii ni usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya kama ambavyo imetokea siku ya jana, lakini utofauti inawezekana yale ambayo yametokea jana yanatia wasiwasi kuelekea leo. Yaani yale ambayo yametokea jana kidogo yanaweza kuwa yanatia wasiwasi kuelekea siku ya leo, kwa sababu siku ya jana watu wengi walikuwa wanaamini kwamba mtu kama PSG atateleza tu kuelekea kuna hatua ya nusu finali. Watu wengi pia wanaamini mtu kama FC Barcelona angeteleza tu kuelekea kuna hatua ya nusu finali. Licha kwamba ameenda nusu finali, lakini haijawa kinyonge, kwa sababu mfano jana pale Villa Park Stadium Aston Villa akiwakaribisha PSG ni game ambayo watu wengi walikuwa wanaamini kabisa hii mapema tu mtu anaenda, lakini pia ikawa ni tofauti kwa sababu kwa siku ya jana iliisha kwenye ushindi wa Aston Villa bao 3-2. Walikuwa wa kwanza PSG kwenda kambani mara 2, waneto wakaja kufanya comeback, aggregate ni goli 5-4. Kuna muda PSG alikuwa anaomba mechi iishe. Yaani kuna muda PSG unamuona kabisa hii game wanaomba iishe, lakini mwisho wa siku kwenye aggregate ya goli 5-4 inampeleka PSG kuna kwa hatua ya nusu finali ya usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini pale nchini Ujerumani, hii ndo watu wengi pia tulikuwa tunategemea kwa nyepesi zaidi, tukiamini kwamba Barcelona ushindi wake ule wa kwanza wa bao 4 labda huko atakuwa anateleza kiurahisi, lakini ilikuwa ni tofauti, japo watu wengi wanaamini kwamba Hans Flick jana asingeweza kutumia nguvu hiyo kujitafuta mbele Dortmund, ile game ya kwanza ilipata ushindi wa bao 4-0. Siku ya jana Barcelona anapoteza bao 3-1. Kuna ule mwamba Sehu yule mgine kaenda jana kambani mara 3. Sasa hii ndio huwa inatoa picha kwa nini Jose Mourinho wanawapenda sana wachezaji wa Kiafrika. Jana kaenda kambani mara 3, Barcelona ikipata bao 1, ikawa ni 3-1, aggregate goli 5-3. Kwa hiyo pia haikuwa nyepesi. Mwisho wa siku Barcelona anatangulia pia nusu finali, yeye na PSG wanaenda. Sasa leo kuna shughuli ambazo zote ni mbichi, kwa sababu pale nchini Italia Meazza Inter Milan game ya kwanza ugenini ilipata ushindi wa 2-1 mbele ya Bayern. Leo hii saa 4 usiku Inter Milan inasomeka mwenyeji wa Bayern Munich. Watu wengi wanaamini pia kwa namna ambavyo Inter anacheza, kwa namna ambavyo Bayern anacheza, hii mechi bado haijaisha, lakini macho na masikio ya wengi yapo Santiago Bernabeu, ambapo huku leo hii Arsenal Zegana's ana siku 494 tangu afungwe goli 3. Yaani tangu aruhusuliwa chuma 3 ana siku 494. Sasa leo hii ana kazi mbele ya Real Madrid vijana Don Carlo kwa Ancelotti, ambao wao wachezaji wao na ukipita kwenye peji za Madrid wanaamini kwamba inawezekana wao kufanya comeback leo hii mbele ya Arsenal Zegana's. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kitu ambacho huwa kinashindikana kufanyika ikija swala la Santiago Bernabeu. Tunaamini hivyo kwamba ni mechi ambayo bado haijaisha, lakini fomu alionayo Madrid na kile ambacho anakifanya Arsenal Zegana's ni wazi kwamba atakubali kwa timu nambari 2. Kama Madrid atakuwa anafanya zaidi msako, anaweza kujishangaa anapigwa chuma kwenye upande wa counter. Hicho ndio kitu ambacho watu wanakitegemea zaidi. Lakini kwenye mpira wa miguu kamba 3 ni kamba chache sana. Kamba chache, lakini kizungumza kama shabiki wa Arsenal, mimi namuona Arsenal Zegana's anaenda nusu finali. Nikizungumza kama shabiki wa Arsenal, lakini naipenda sana Madrid. Madrid leo anafanya kitu cha ajabu. Wewe ni muongo bana wewe. Wewe ni mwekezaji. Sawa, pale kuna CRDB Federation Cup hatimaye imekamilika kuna hatua robo finali mara baada ya bingwa mtetezi kwenda kuna hatua nusu finali, na nusu finali itasomeka kama ifuatavyo, ambapo Singida Black Stars atacheza na Simba, lakini Yanga yeye kwenye nusu finali atacheza na JKT Tanzania. Jana kuna mchezaji mmoja wa Stand wamefungwa lakini kavuna sana pesa, anaitwa Wanaside. Wana Yanga walikoshwa na kiwango chake. Ndio mshikaji wake na James King. Alikuwa anamwangalia sana pale kwenye ambaye aliscore. Anaitwa Msenda. Sasa Bwana Kabudi Profesa mzee wetu. Mzee bwana kuna kauli kaitoa kuhusiana na dabi. Kaitoa kauli ya kiume ambayo kwa wenye D2 inawezekana akawa wanasadifu yaliomo kwamba dabi, japo yeye anasema bado mchakato ni siri. Lakini kauli yake anasema kwamba huu ni mchezo wenye heshima. Yaani Kabudi anasema hivi, hizi klabu zina wafuasi, wapenzi, mashabiki wa Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Afrika Kusini, na sisi wengine wapo nje. Yaani nje ya sisi wapo na wengine. Kwa hiyo heshima hatuna budi kuienzi na kuitunza. Mimi naamini hiyo heshima itafanya tufikie mahali pazuri. Hii inapigwa.